pesa kutoka nje za wadau ni haifiki hata 2%. Haifiki hata 2% ya gharama za uendeshaji wa chama. Sasa CCM ituambie, CCM iseme jengo la ukumbi wa Mwalimu Nyerere wa Jakaya Kikwete Convention Center Dodoma, ambayo wamepewa msaada kutoka nje, waseme bilioni ngapi CCM ilipewa kujenga jengo la Mwalimu Nyerere Dodoma, na waliingia mkataba gani kujenga jengo la Mwalimu Nyerere. CCM iseme yenyewe, CCM kama chama mwenyeji na vyama rafiki vyenye ushirikiano na CCM wamepewa mabilioni mangapi kujenga chuo cha Mwalimu Nyerere cha uongozi Kibaha. Waseme wamepewa pesa kiasi gani kutoka nje na wamepewa kwa masharti gani na kwa mkataba gani. Sisi Chadema tunasema mambo kwa uwazi kwa sababu tunajiamini. Hatuna wizi, hatuna masharti haramu. Ali Hapi kwa sababu ameamsha mjadala wa ufadhili wa fedha za uendeshaji wa vyama, awaeleze wa Tanzania, sababu yeye anaongoza jumuiya ya wazazi. Mwaka 2005 viongozi wa jumuiya ya wazazi na viongozi wengine wa CCM waligushi katika kashfa maarufu sana ya External Payment Arrears EPA. Waligushi nyaraka, wakaiba pesa benki kuu kwa ajili ya matumizi ya CCM na matumizi yao binafsi, jambo ambalo Mkapa katika kitabu chake ni kati aliyoyajutia katika maisha yake, kwamba angalie full. Kwa hii ni kidogo tu. Kile cha mwanzo kilikuwa kama kina dakika kama 12. Nongwa umo zimejaa sana. Kwa hiyo nikasema so mbaya. Kwa kutamatisha katika hoja hii ili tuweze kuzungumza na ugeni wetu tayari ambao ushawasili hapa studio. Karibu sana Jaji. Mwenyekiti wanazungumzia fedha. Sasa Chadema wanasema kama ni fedha wakipata pengine wanapata chache zaidi kuliko wanazopata. Ni kweli. Na akizungumzia kuhusu mapato ya Chadema na mapato ya CCM tofauti. Sasa mwenyekiti, mimi naweza nikawaacha wao wazungu wanyukane wafutane mashati. Lakini hoja iliyopo moja kuu ambayo mwenyekiti kwa ajili ya heshima ya wageni nataka nisichanganye pamoja kama nitakuwa niko sahihi. Kwa sababu mwisho wa siku hizo fedha unazopewa ni za nini? Wenzao wanatachi fedha ambazo Chadema wanapewa kwa ufadhili wa kiaina, ufadhili wa uhalifu, ufadhili wa matukio mabaya, ufadhili wa kuiporomosha serikali. Mbona kwa unaisema na nilio? Sasa hapo ndipo penye utata. Mimi sijui Chadema wanapata ngapi, wanazitumia, huyo mkaguzi wao anajua. Na CCM sio watu wa kuwauliza. Kwa sababu CCM ni chama ambacho kinakaguliwa. Sijui umenielewa? Manake kama kinakaguliwa wakumuuliza ni seji. Anapokwenda kukagua hesabu za CCM, kaguaje hizi fedha zinazotoka nje? Wapi panaonekana panavuja? Kwa sababu kama atakuwa anakagua tu masuala ya mapato yanayotokana na kiwanja cha Ali Hassan Mwinyi Tabora, sasa hilo litakuwa ni jukumu jingine kwamba tuna fedha chafu nyingi zinaingia kwenye nchi alafu hazikaguliwi na sisi. Na zinapita hadhibitiwi na vyombo vya dola. Kwa sababu mwisho wa siku mwenyekiti, hapa tunapozungumza kila mahali pana udhaifu. Ndio maana nimesema hebu mambo mengine tuwaachie wenyewe. Unapokuja tu kusema wanapata ufadhili wa nje, fedha zinaingia, vyombo vya dola vinakuwa wapi kudhibiti hii mifumo? Cheza na Marekani. Wewe ukitaka kucheza uone watu wako serious, wewe toka hapa peleka hela Marekani, afu uone kama hawajashughulika na wewe. Hata watataka mpaka umezitoa wapi za nini? Na Marekani wana fedha za kutosha.
hawana shida na hivyo visenti vyako, lakini wewe peleka kwenye benki ya Marekani bilioni 3 uone. Ngoja tutajaribu kesho. Watakuuliza mpaka shati unanunua wapi, nikiweka 3,000. Kwa hiyo watu wako serious. Sasa hizo fedha huwa zinabebwa kwenye mafurushi mpaka zinafika Chadema, huwa zinabebwa kwenye nini mpaka zinafikia Chadema, na hayo mafurushi huwa yanapita wapi? Kama ni benki, kwa nini benki hizo zinasajili? Leo hii mwenyekiti, mimi nataka kukuambia mifumo ya kifedha ya kibenki iko wazi. Mimi hapa leo benki yoyote ambayo mimi nimejisajili nayo, ikikuta kesho mimi nina shilingi milioni 300, wakati ndani ya miaka 10 sijaingiza hata 500,000 kwa pamoja, uchukui zile fedha pale. Yaani hiyo fedha ya kwako kabisa, umelithi kutoka kwa mjomba wako yuko na Ngurukuru, uchukui. Watakuita, watakuuliza, bwana 300 imeingia huku, mzigo vipi? Hebu tuelekeze vizuri. Unamtisha Shebi, ataogopa kuweka hela benki. Sasa mimi nawaambia okay, mtawaharibia soko. Sasa mambo yako hivyo. Sasa kuhusu fedha, kuhusu matumizi, mwenyekiti tuwaachie wao, wataulizana na CAG si anasikia. Ndio. Sasa ukiwauliza CCM wakisema kwanza huyu anayetaja hana figa halisi, atasikia tu huo ukumbi umejengwa pale, ngapi zilitoka, nani katoa, sijui, umenielewa, zilitumika, hawajui. Kwa hiyo hata kama akisema leo watoke waende mahakamani, wataambia ushahidi hakuna. Hao walikuwa wanatutanguliza sisi. Ndio hivyo. Bana, asante sana Jaji Manyota. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.